Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Mei 19 ya mwaka 2025. Kabla hatujalianza somo letu siku hii ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni. Ninakushukuru kwa sababu ya fadhili zako za pekee katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo umeruhusu watoto wako wa kiume na wa kike tuje miguuni pako. Tu wa dhambi na tusiostahili hata kuliitia jina lako. Lakini asante kwani umetufanya tukumbatiwe kama watoto na umetukumbatia kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Tusamehe dhambi zetu, tutakase na endelea kutulinda dhidi ya hila za mwovu. Asubuhi ya leo tumekuja mbele zako wakiwamo wagonjwa kati yetu. Kwa neema yako tunakusihi ufanye uponyaji katika maisha yao. Ponya kuugua kwao na ukawape uzima ule wa milele. Asante kwani utadumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema ukweli kama ulivyo katika Yesu. Imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 aya 21. Neno la Mungu linasema, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. Manabii waliposimama ili kutetea ukweli, lilikuwa ni neno la Mungu alilopewa. Walielewa kuwa kazi ya wokovu inapaswa kukamilishwa na Masihi ajaye. Lakini baada ya Yesu kuja, baada ya kufa kama dhabihu ya mwanadamu, baada ya huduma za kafara za mfano kutimilizwa na ile halisi, ukweli wa zamani katika huduma ya mfano ikafunuliwa kwa uwazi zaidi. Ukweli wa ajabu ulifunuliwa kwa ulimwengu ndani ya Kristo, ambaye ni mwakilishi wa Baba. Nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari iliyoakisiwa katika zama za Kiyahudi inatoa tabia na umuhimu kwa uwekezaji wote wa Kiyahudi. Na upande huu wa msalaba, kwa namna ya pekee, tunao ukweli kama ulivyo katika Yesu. Ukweli unaowasilishwa kupitia kwa mkombozi wetu unakuwa kwa kweli ukweli wa leo. Ni ukweli ulioje unaotolewa tunapomtazama Yesu kwa uhusiano na msalaba wa Kalvari. Tunapomwona huyu mshauri wa ajabu, huyu mhanga wa ajabu, akiinama chini ya mzigo wa ajabu wa jamii yetu, ili mkosaji apewe nafasi nyingine, ili watu wapate fadhila za Mungu Baba. Mwana wa milele wa Mungu aliingilia kati ili kubeba adhabu ya uasi. Mmoja aliyejivika ubinadamu, ambaye alikuwa mmoja na Mungu, alikuwa mlipa fidia wetu. Dunia yenyewe ilitikisika na kuyumbayumba katika tamasha la mwana mpendwa wa Mungu, akipata mateso ya ghadhabu ya Mungu kwa ajili ya makosa ya mwanadamu. Dunia ilifunikwa giza ili kuficha mwonekano wa Mungu mtesekaji. Ilikuwa ni uasi wa sheria ya Mungu uliofanya mateso haya kuwa ya lazima. Na bado watu wanaficha wazo hilo na kueleza mapendekezo ya Shetani kupitia kwa wale wanaoikanyaga sheria ya Mungu, kwamba mateso haya yote yalikuwa ni kuifanya sheria hiyo kuwa isiyo na madhara. Wakiwa wamedanganywa na kupofushwa na mwasi mkuu, wanawaambia watu kwamba hakuna sheria, au kwamba kama watatunza amri za Mungu katika mfumo huu wa kidini, wanapotoka kutoka katika neema. Ni udanganyifu wa namna gani huu ambao Shetani ameukaza katika akili za wanadamu? Mwanadamu anakuwa amepofushwa hata kufikia uangamivu wake wa kutisha, pale ambapo nadharia ya kwamba sheria ya Yehova sio lazima kutiiwa na familia ya wanadamu inapokubaliwa na kufundishwa. Hawezi kulitambua hilo. Kwa hiyo
Mungu atakuwa hana kiwango cha maadili ambacho kwa hicho huipima tabia na kuongoza ulimwengu wa mbinguni, ulimwengu usioasi na huu ulioasi. Kama Mungu angekuwa ameiondoa sheria ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya anguko, na bado akiwa amedumisha hekima yake kama gavana wa ulimwengu, Yesu asingehitajika kufa. Lakini kifo cha Yesu ni hoja ishawishio na ya milele kwamba sheria ya Mungu si yenye kubadilika kama mamlaka yake isivyobadilika. The Review and Herald, Februari 8 mwaka 1898. Mungu atubariki sote na karibu tena.